Tuambie maandalizi yenu kuelekea kwenye mchezo wa finali dhidi ya Young Africans. Nini kama Singida mpaka sasa hivi yamefikia wapi? Maandalizi tumeenda vizuri so far, hatujakutana na changamoto yoyote, na leo tunafanya mazoezi ya mwisho. Kocha na wachezaji wapo katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kumalizia zile sehemu zilizobaki. Sisi maandalizi yetu tulianzia nyumbani Singida kujiandaa na mechi hii, na tumekuja kuyamalizia Zanzibar kwa siku hizi chache ambazo tuko hapa. Kwa naweza nikasema kwa zaidi ya 99% tumeshajiandaa kikamilifu. Utayari wa wachezaji wetu kwenye mchezo huu ni 100%. Morali nadhani hata nyinyi mnashuhudia, sina haja ya kuielezea. Wachezaji wamehamasika, wana morali ya kutosha, na mashabiki watakaofika uwanjani wategemee utakuwa ni mchezo mzuri, watapata burudani ya kutosha. Utakuwa ni mchezo wa namna gani? Maana wote kipimo chenu kimekuwa ni kimoja, kwa sababu mmecheza na mtu ambaye alicheza finali ya kombe la shirikisho na mmeweza kumfunga. Wote mmetamba kwamba itakuwa ni finali nzuri kiufundi. Unadhani utakuwa ni mchezo wa namna gani? Ndio maana nikasema itakuwa ni mechi nzuri, kwa sababu zinakutana timu ambazo zote zina quality. Ushanielewa? Yaani ukitazama squad ya Singida Black Stars, ukitazama na wapinzani wetu Yanga, regardless matokeo ya mechi zilizopita, lakini ukifanya uchambuzi unaona kabisa ni timu ambazo zinashabihiana kwenye ubora. Wachezaji wetu wote wanaweza, yaani ukiangalia wachezaji wa Singida Black Stars unaweza ukawaanzisha kwenye first 11 yote ya Yanga, na unaweza ukachukua wachezaji wa Yanga wakaanza first 11 ya Singida Black Stars. Kwa tafsiri yake ni kwamba timu zimewiana kwenye ubora. Kwa mechi ikikutana mechi timu za aina mbili ziko hivyo, maana yake mechi inaenda kuwa ni ya vuta ni kuvuta. Na haijawahi kuwa mechi rahisi Singida wakicheza na Yanga. Haijawahi kutokea kwa mechi rahisi, kwa sababu timu zote huwa zinacheza game tough. Ugumu pekee ambao tumepata Singida tunapocheza na Yanga ni matokeo. Basi, lakini kwenye swala la mechi haijawahi kuwa rahisi. Kwa this time ni nafasi nyingine tena ya kwenda katika uwanja wa mechi. This time inaweza tukapata matokeo, kwa sababu kwenye mechi za mashindano hatujashinda, ila za kirafiki hawajawahi kutufunga hata moja. Kwa nini? Sijajua kwa nini, kwa sababu ni mechi, zina mambo mengi, lakini tunatazamia mechi ya kesho pengine mambo yanaweza yakawa tofauti. Ndio. Sasa kwa takwimu za hapa tumecheza nao mara moja. Singida Black Stars na Yanga tumekutana hapa mwanzoni kabisa mwa msimu, mechi ya kwanza tukiwa nyumbani. Na ndio mechi bora ya ligi kuu msimu huu. Yaani mechi ile tuliocheza hapa na Yanga, licha ya kupoteza, ndio mechi ambayo nikisikia hata wachambuzi wanavyoichambua, wale wataalamu wanasema ndio mechi bora mpaka sasa. Na mechi nyingine bora ya kumalizia msimu ni hii ya kesho. Inshallah, mimi naamini kesho inaenda kuwa mechi nyingine bora kama ambavyo ilikuwa mechi bora ya pale. Haijawahi kuwa mechi rahisi hasa tunapocheza katika viwanja vizuri kama hivi, kwa sababu tuna wachezaji ambao pichi kiruhusu mpira uchezwe basi inakuwa ni hatari kweli kweli. Na kesho ni finali, hatujakutana na Yanga kwenye finali, si ndio? Hatujakutana na Yanga ambapo sehemu kuna kombe tunaliona hili hapa. Kwa kesho tukiliona kombe hili hapa, maana yake tupo njia panda kuweza kuchukua hata kombe kwa mara ya kwanza, na ndio historia ambayo hata sisi tunaitamani kama Singida Black Stars. Na kumbukumbu mbaya na uwanja wa New Amani Complex mkutana na Yanga, lakini pia na Pacome ambaye aliwafunga mchezo ambao umecheza, na hayuko katika kiwango kizuri. Mmeandaje kukabiliana naye yeye kama yeye? Sasa hatuwezi kucheza kukamia mchezaji mmoja. Yaani Singida Black Stars kwa aina ya wachezaji na timu tuliokuwa nayo, maturity yetu, hatuwezi kwenda kwenye mechi yetu tunamwangalia mchezaji mmoja tu hatari. Hata kipindi tunacheza nao Soa hakuepo. Sawa Yaani kipindi tunacheza hapa tuna ile vuta ni kuvute mpaka Pacome anaamua matokeo, Soa hakuepo kabisa, na wala hatukufikiria kama tunaweza tukawa na. Kwa hiyo mambo mengi yamebadilika kipindi cha hapa kati, hata sisi tumejiimarisha, timu yetu imekuwa bora zaidi kuliko kipindi kile. Ndio maana nasema mchezo wa kesho lolote linaweza likatokea ndugu zangu, na tunaamini mambo yakienda vizuri Singida tunaweza tukaondoka na ubingwa wetu. Ndio. Sema Sanza umekiri wazi Yanga mkikutana unakuwa mchezo mgumu, lakini kwenye matokeo unakuwa so fair upande wenu. Nataka nifahamu kwa upande wa Young Africans wanawakosa baadhi ya wachezaji. Kwa maana mtu kama Dube atakosekana, lakini Stefano Aziziki ambaye alikuwepo nyuma sasa hivi naye hayupo. Inawapa unafuu au afueni kwenu kuona kwamba kwenye mchezo huu sasa inakuwa ni mechi nyepesi. Mechi za namna hii ndugu yangu Isaya, unaweza kaambiwa mchezaji fulani hata kuwepo, kesho namkuta anaanza hapa first 11.
Kwa hiyo hatuwezi kuingia kwenye hiyo michezo. Na tumeona leo kuna picha na video nyinyi mmerekodi, mnamuonesha eti amekaa benchi afanye mazoezi. Hiyo michezo tunaijua. Kwa hiyo sisi kama timu, wachezaji hapa na mwalimu wao watajiandaa kwa ajili ya mechi. Mchezaji yoyote yule ambaye yuko Yanga tutacheza naye atakapokuja. Kwa hiyo hatuwezi kuangalia eti nani atakopata kuwepo, japo mimi sio mwalimu, lakini siamini kama mwalimu anaweza kawa nafikiri kwamba Dube hatacheza, Aziz Ki hayupo. Hapana. Tunajiandaa dhidi ya timu ngumu, kwa hiyo tutaenda kucheza kwa vile ambavyo watakuja. Wachezaji wetu wote wapo na wako fiti na wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hakuna mchezaji mwenye changamoto yoyote, na kama mnavyoweza kuona wote wana train, wote wako tayari. Wanachosubiri ni kuona mwalimu atachagua nani na nani wa kwenda kutuanzia kwenye mapambano ya kesho, au nani na nani watakuwa kwenye program ya kesho, na inshallah kwa yote ambaye atapata nafasi tunaamini ataenda kuiwakilisha vizuri Singida Black Stars. Wewe unaamini Soa ni striker bora? Kesho ni mchezo wa kudhibitisha kwamba yeye ni bora, na sio striker bora tu. Soa ndio MVP bora wa msimu huu. Licha ya muda mfupi aliyokuja. Msafu msio mnaogopa hivi vitu. Kwani tulikuwa tunasema hivi vitu mnaviogopa? Soa kitakwimu ndio mchezaji pekee kwenye ligi yetu ndani ya muda mfupi amefanya mambo makubwa ambayo wengi wameyafanya kwa kipindi chote cha msimu mzima. Soa mpaka sasa ndio mchezaji pekee mwenye wastani wa kufunga kwenye kila mechi anayocheza. Hakuna timu yoyote, sio Simba, sio Yanga, sio Azam, hakuna timu yoyote ambaye ina striker ambaye kila mechi anayopangwa kucheza lazima afunge. Huyo ni Soa pekee. Anaachaji kuwa MVP. Au mimi ndo sielewi maana ya MVP. Atusaidie kwa sababu mtaalamu. Ndio nasema au mimi ndo sielewi. Kwa hiyo mimi naamini kwa hata wao wanaoandaa kwenye kamati ya tuzo huko, naamini kama na wao wataangalia na vioangalia mimi, au kwa uelewa tu wa kawaida, kwa mchezaji kama Soa ni ni most valuable player kwa sababu ameonesha value yake ndani ya muda mfupi. Hivi leo Soa amecheza mechi 10 na ngapi? Ana magoli 13, 12, si ndio? Katika huu muda mfupi. Vipi angekuja mwanzo wa msimu? Sasa angekuwa na magoli 30. Sasa hivi mpaka ligi inaisha angekuwa na magoli hata zaidi ya 30. Kwa hiyo tunaamini ni mchezaji ambaye amekuja kuonesha quality kwenye ligi yetu, na tumebarikiwa sana kama Tanzania kuwa na mchezaji aina Jonathan Soa. Na hapo kwenye category labda wanaogopa na MVP, unaweza kaweka nani na nani? Kwa sababu wapo ambao tunaona wanatajwa zaidi, Jean Charles ya huwa unamwona Pacome, lakini pia na huyo ambaye Soa umemtaja. Wewe nani unafikiri mwingine anaweza kukaa kwenye? Mimi naona wachezaji watano. Yes. Jonathan Soa, Elvis Baranga Rupia, huyo Ahoua of course, Pacome na Dube. List ya watu. Hiyo ndo list yangu mimi ninavyoona. Na Faisal na Faisal labda lakini kimsingi Soa anastahili zaidi. Au sita. Ile yani ndo tunapanda sasa huko mbele. Mimi namuona Soa tu. Yaani mimi ukiniuliza namuona ni Soa kwa sababu alichokifanya si mnakiona hata nyie. Sio kama namsifia tu, alichokifanya kimeonekana. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anastahili, kusema kweli, anastahili kutambuliwa mchango wake na ndani ya muda mfupi. Yaani mchezaji huyu hakuhitaji muda. Maana kuna wachezaji wamekuja kwenye ligi yetu kwamba huyu tukimpa muda, apewe muda. Mchezaji mzuri hapewi muda ndugu zangu. Anapewa mpira kama Jonathan Soa. Unampa mpira, anafanya kazi yake ndani ya muda mfupi, kila mtu ana appreciate. Kwa hiyo ni jambo ambalo sisi kama Singida Black Stars tunajivunia. Na ukiachana na tu Jonathan Soa, wachezaji wetu asilimia zaidi ya 80 wamekuja hapa Tanzania wakiwa sio wachezaji wenye majina makubwa hivyo. Lakini wamekuja kutengeneza majina, si ndio? Tumezoea Simba na Yanga ndio wachezaji wao wanaenda mjini. Lakini Singida ni miongoni mwa timu chache. Yaani ukiondoa timu nyingine, ukiondoa Simba na Yanga, timu pekee ambao wachezaji wake wanakuja kwenye ligi ya Tanzania wanakuwa na mastaa ni Singida Black Stars. Unafikiri kwa nini? Quality brother. Quality brother, Ya Babu Zaka. Huyu achana naye. Asituharibie shughuli. Ngoja kwanza. Hapo umemtaja Rupia. Rupia rating zake alipoanza na sasa hivi mwishoni ni kwa nini? Rating kwa maana ya kasi yake ya ufungaji. No, nadhani ni ushindani ambao upo ndani ya kikosi, kwa sababu nadhani nyinyi mtaona pia Soa amekuwa akianza nafasi ambayo pia kwa kila mechi anaanza yeye, lakini sasa hivi Soa anaanza zaidi, anakuwa chaguo la kwanza la mwalimu. Na mchezaji kama Rupia ni mchezaji ambaye akipata muda mwingi ndo anapata uwezo wa kufunga. Kwa nadhani ni ushindani ni wa kawaida wenye afya kwenye timu, lakini bado quality ya Rupia kila mtu anaifahamu. Na amesha prove kwenye ligi yetu ndani ya misimu hii mitatu ambayo amekuwa nasi hapa. Kwa hiyo sio mchezaji wa kumtilia mashaka hata kidogo. Ndio, tupe ratiba kama mtafanikiwa kuwa mabingwa. Na nyinyi mna ratiba labda ya parade kutoka hapa labda mpaka Singida? Sisi bwana, focus yetu kwanza ni kucheza mechi, tumalizane na mechi. Baada ya hapo ndio tutatoa ratiba. Tunayo, sio kama hatuna. Lakini mechi kishaisha, mambo yakituendea vizuri
Risiti nawajua ndugu zangu. Lakini ratiba ipo. Ratiba iko very clear. Na maandalizi yote yapo. Lakini tunasubiri baada ya mchezo wa kesho tutawapa. Tena mimi nitawapatia mwenyewe kabla hata tujaondoka katika uwanja wa hapa. Lakini kama ukasema kama nyinyi mtashinda, mtaunganisha paredi. Yaani kwamba wao wanaanza mbele, nyinyi mnakuja nyuma. Kwa upande wenu nyinyi mmelipokea? Mimi sijalisikia hilo. Ndio amesema hivyo? Hatuwezi kufanya parade hapa pamoja ndugu zangu. Hatuwezi. Kila mtu ana njia yake. Wao kwanza wanaishia hapo. Wakivuka tu maji dakika 45 wamefika. Sisi tuna safari ndefu. Kwa hiyo sisi kama tutalazimika kufanya parade, maana yake tutatoka hapa tutaenda Dar es Salaam, tutamaliza Dar es Salaam, tutasogea Morogoro, baada ya Morogoro tutaenda Dodoma, Dodoma ndo Singida. Na katika historia ya mashindano haya, nyie sasa mtanisaidia kwenye takwimu. Haijawahi kutokea kombe la FA likavuka Morogoro. Mara ya mwisho liliishia Morogoro pale Mtibwa, si ndio? Halijawahi kuvuka kwenda mikoa nje ya Morogoro. Kwa hiyo limekuwa ni kama kombe la Dar es Salaam hivi na Pwani. Kwa hiyo ikitokea Singida Black Stars tukalichukua kombe hili, maana yake tunaenda kuandika rekodi nyingine ya kuwa timu ya kwanza nje ya mikoa hii ya Dar es Salaam na Pwani kupata kombe la FA. Kwa hiyo sherehe yake haitakuwa ya kitoto ndugu zangu. Sherehe yake haitakuwa ya kitoto. Itakuwa ni tukio kubwa la kitaifa. Mtachinja nini? Nitawapa ratiba baada ya mechi. Bwana asanteni ndugu zangu.